Shalom shujaa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu muumba mbingu na nchi ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Unajua yeye anafurahishwa na kufanikiwa kwako. Yeye anafurahishwa na kuendelea kwako katika kila lililo jema. Ndio maana kila siku anatufundisha neno lake ili tuweze kujua ni nini ulio wajibu wetu, na katika kutekeleza wajibu wetu tumruhusu yeye kufanya baraka kuwa halisi katika maisha yetu. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 10 mstari wa 13, jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kila mtihani ambao unapita juu ya maisha yetu ni mtihani ambao Mungu mwenyewe ameona sisi kwa namna moja au nyingine tuna uwezo kuumudu. Amesema katika neno lake ya kwamba yeye hataruhusu sisi tujaribiwe zaidi ya tunavyoweza kumudu. Nakumbuka katika Biblia kuna habari za mtu mmoja ambaye alipitia majaribu magumu. Mtu anaitwa Ayubu. Ukiangalia changamoto ambazo Ayubu alizipitia, majaribu ambayo Ayubu alipitia, tunaweza tukasema ni majaribu mazito. Lakini katika sifa zote za Ayubu ambazo Biblia inaelezea, inasema katika mambo yote Ayubu hakutenda dhambi. Ina maana ni dhahiri ya kwamba licha ya ukubwa wa jaribu, lakini Mungu alimpima Ayubu, akajua hili Ayubu anaweza akalimudu. Jambo hili nataka nikupatie wewe kama sehemu ya kukufariji ya kwamba haijalishi unapitia changamoto gani, Mungu anaamini ya kwamba bado una uwezo wa kumudu hiyo changamoto, na ndio maana amekuruhusu upitie. Lakini jambo zuri zaidi, sio tu ameamini ya kwamba hiyo changamoto wewe unaweza kaimudu, lakini amesema ya kwamba licha ya changamoto unayopitia bado yeye atatengeneza mlango wa kukutoa katika hiyo changamoto. Kwa hiyo changamoto ipo kwa ajili ya muda tu. Hiyo changamoto ipo kwa ajili ya kukunoa, kwa ajili ya kukuweka tayari kwa ajili ya mambo makubwa ambayo Mungu ameandaa. Chukulia mfano, unapoenda buchani unakutana na nyama na utakutana pia na visu. Kama kisu ni butu, hakiwezi kutumika vya kutosha kukata nyama buchani. Kwa hiyo kila kisu ni lazima kinolewe. Na kinanolewa namna gani? Kila kisu kinaenda kukutana na jiwe gumu, jiwe ambalo litalikwangua kile kisu, kitakifanya kile kisu kiwe imara zaidi ili kiweze kutumika kama vile mwenye bucha ambavyo amekusudia. Na vivyo hivyo majaribu yapo kwako kama jiwe, kama tupa, kama kitu cha kukunolea. Kinakunoa wewe ili uweze kutumika na Mungu vile ambavyo Mungu anataka. Haijalishi unapitia changamoto gani sasa hivi, bado neno la Mungu linasema ya kwamba kwanza kabisa Mungu anaamini ya kwamba wewe unaweza ukaimudu hiyo changamoto. Lakini pili, amesema yeye atafungua mlango wako kutoa. Kwa hiyo wajibu wako wewe ni kumwamini Mungu, na pili, kwenda mbele zake kwa maombi kila siku, kwa sababu katika maombi unamruhusu yeye afungue mlango. Lakini katika kumwamini unamuonyesha ya kwamba ninajua ya kwamba hili uliloruhusu lipite kwangu ni jambo ambalo wewe unafahamu na unajua ya kwamba mimi ninaweza kulimudu. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, Mungu kasema kama hayatakumeza, hayatakufikisha sehemu ambapo hujui cha kufanya zaidi. Amesema utalimudu na yeye atafungua mlango. Kwa hiyo maneno haya yawe tumaini kwako. Labda unapitia changamoto ya ugonjwa au unapitia changamoto ya kifedha. Neno la Mungu linasema ya kwamba yeye anajua ya kwamba hili unaweza kalimudu. Lakini pili, yeye anajua namna gani ya kufungulia mlango. Endelea kumshirikisha changamoto yako na yeye Mungu atakufungulia mlango wa kutoka katika jaribu lako. Barikiwa.